Aina 6 za watu unapaswa kuwa makini nao. Wa 6 ndiye hatari zaidi. Kabla tujaanza, sikiliza hili kwa umakini mkubwa. Maisha hayakuumizi kwa bahati mbaya. Mara nyingi hayakuangushi kwa ajali. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana ndoto. Wanashindwa kwa sababu walimruhusu mtu asiye sahihi asimame karibu sana na maisha yao. Sio kila anayekuchekea anakutakia mema. Sio kila anayekusifia anakusukuma mbele. Na sio kila anayesema nipo na wewe ana nia safi moyoni. Kukosa pesa kunaweza kurekebishika. Kukosa elimu kunaweza kujifunza. Lakini kumwamini mtu asiye sahihi kunaweza kukuchelewesha miaka mingi ya maisha yako. Hizi hapa ni aina 6 za watu ambao ukikaa nao bila tahadhari wanaweza kukurudisha nyuma bila wewe hata kutambua. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza zaidi. 1. Mwenye wivu. Huyu ndiye mtu asiye na amani ndani yake. Anapotazama mafanikio yako, hapati motisha, anapata maumivu. Mwenye wivu hasikitishwi na hali yake, anakereka na maendeleo yako. Sio kwa sababu anataka kufanikiwa kama wewe, bali kwa sababu hataki ufanikiwe zaidi yake. Atakutabasamu, atakusifia kidogo, lakini moyoni anahesabu ni lini utaanguka. Uwe makini sana na mtu anayefurahia sana kushindwa kwako kuliko mafanikio yako. 2. Msema ovyo. Huyu huuza siri kama bidhaa. Anabadilisha maisha ya watu kuwa burudani ya mazungumzo. Leo anakusimulia habari za mtu mwingine kwa sauti ya chini na tabasamu. Lakini usidanganyike, kesho atakusimulia wewe kwa mtu mwingine. Msema ovyo hana mipaka ya maadili. Ana kiu ya umakini, na ili apate huo umakini, atalazimika kumtoa mtu kafara. Usimpe siri mtu anayefurahia kusimulia siri za wengine. 3. Mnyonyaji. Huyu hujitokeza unapokuwa na kitu: pesa, nguvu, ushawishi, fursa. Anakuchekea ukiwa juu, anakutafuta ukiwa na msaada, lakini anapokuona unahitaji msaada, hutoweka. Hajali wewe kama binadamu, anajali kile anachoweza kukamuliwa kutoka kwako. Na ukishamaliza faida yako, atakutupa bila hatia. Jiulize, kama leo nikianguka, ni nani atabaki? Hapo ndipo utamjua mnyonyaji. 4. Mwenye mtazamo hasi. Huyu huona giza hata mchana. Huona hatari katika kila ndoto. Huona kushindwa katika kila jaribio. Ukisema una wazo jipya, atakupa sababu 10 kwa nini haliwezekani. Ukisema unataka kubadilika, atakukumbusha mara 100 kwa nini huwezi. Tatizo sio yeye tu. Tatizo ni muda unaokaa naye. Mtazamo hasi unaambukiza. Ukiishi nao muda mrefu, utaanza kuogopa fursa kabla hata hujazijaribu. 5. Aliyeridhika na hali. Huyu ameacha kukua, amezoea wastani, amefanya amani na maisha ya kawaida. Na tatizo kubwa ni hili: hataki uende mbali kuliko yeye. Atakwambia, pumzika, maisha si mbio. Usijitese sana. Kwa nini unahangaika? Lakini kumbuka, mtu aliyekata tamaa ya kukua ataona ndoto zako kama tishio. Usikubali mtu aliyesimama akufundishe utembee. 6. Mnafiki, hatari kuliko wote. Huyu ndiye adui aliyevaa tabasamu. Anakusifu usoni, lakini nyuma anakutia sumu kwa maneno. Huvalia uaminifu kama barakoa. Hujifanya yuko upande wako, lakini moyoni anapima ni lini atakutumia au kukuangusha. Hatari yake ni kubwa kwa sababu humtambui mapema. Unamruhusu karibu, unamshirikisha mipango, unamwamini, na ndipo pigo linapotokea. Usaliti mkali zaidi hutoki kwa adui wa wazi, hutoka kwa mtu uliyempa nafasi moyoni. Sehemu muhimu zaidi:
Uwe makini na kila mtu, lakini hasa wale wanaodai wanakupenda sana. Upendo wa kweli haukuharakishi, haukuchezeshi akili, wala haukuchimbi mashimo kwa siri. Kumbuka hili, sio kila mtu anaruhusiwa kujua mipango yako. Sio kila mtu anastahili kuwa karibu na safari yako. Linda ndoto zako, linda amani yako, linda mwelekeo wa maisha yako. Kwa sababu wakati mwingine, kukua haumaanishi kuongeza watu. Kunamaanisha kupunguza waliokuzunguka vibaya.